TV popote pale duniani unapotutazama, tupo kata ya Nkuhungu, mtaa wa Amani, Masjid Nahi, kwa ndugu yetu Ustadh Ridhiki, ambapo siku hii ya leo tumekuja hapa kwa ajili ya jambo la kheri ambalo kwa Uislamu inatakikana tuweze kushirikiana kwa ajili ya kuweza kulikamilisha jambo hili. Na moja kwa moja nitazungumza na Ustadh Ridhiki kwa ajili ya kutuambia ni jambo gani hilo ambalo ametuita siku ya leo kwa ajili ya kuweza kutufahamisha. Naam, walimu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida ya mtazama, majina yako pia nafasi yako katika msikiti huu. Mimi naitwa Ustadh Riziki Musa Shelutete. Mimi ni mwalimu wa madrasa katika eneo la msikiti huu, lakini pia ni naibu imamu, na imamu wetu ni mzee Huseni Chongoe. Naam, ni jambo gani ambalo limetuleta katika siku hii ya leo? Jambo ambalo kubwa limetufanya siku ya leo tuwepo mahala hapa ni kwa ajili ya kuwashirikisha Waislamu wenzetu popote walipo katika nchi yetu hii na nje ya nchi, kwa ajili ya kupata msaada wa ukamilishaji wa jengo letu kubwa la msikiti ambao tunaujenga. Sababu ya kupatikana jengo hili kubwa ni kwamba tupo na msikiti ambao unaonekana hapa nyuma ambao tunafanyia ibada mpaka hivi sasa, lakini msikiti huu tunao hapa tangu mwaka 2013 tukianza na kuswali aljuma maeneo haya, lakini kutokana na kukua kwa mji na ongezeko la watu, basi eneo hili likaonekana ni finyu, watu wanajaa ndani mpaka nje katika baraza letu hili, lakini mpaka wakati mwingine tunaswali huku nje ambako ni sehemu za wazi kabisa. Sasa kutokana na changamoto hiyo, tukakaa waumini tukaamua tuanzishe ujenzi wa jengo kubwa ambalo litaenea watu wengi kabisa, kwa kuepuka ile dhiki ya watu wengine kuswali mahala ambapo tunavulia viatu wengine. Kwa hiyo ndo tumechukua fursa hii leo kuwashirikisha baadhi ya Waislamu kutusaidia katika jengo hili. Na jengo lina hatua nyingi kutoka lilipotoka mpaka hapa lilipofika. Ni jitihada za waumini wa msikiti huu kupitia aljuma tunazoswali, zile sadaka tunazochanga, basi na kupitia mtu mmoja mmoja jengo letu limefika hapo ambapo linaonekana. Na kwa hatua kubwa ambayo iko mbele yetu, tunaiona ingekuwa na maslahi makubwa kwa ongezeko la wafanya ibada hasa katika mwezi huu wa Ramadhani, ni kulipaua jengo hili. Japo kuna hatua za madilisha na nyingine, lakini kabla ya finishing hizo, tukipata kulipaua jengo hili, tutakuwa tumepiga hatua kubwa ambayo tunaweza tukaanza kulitumia hata kabla ya hayo madilisha, kwa sababu mvua itakuwa haitufiki. Kwa tathmini na quotation ambayo amepiga fundi kwa ajili ya kupaua, ametuambia kwamba zinahitajika mbao za 2x6 pisi 48, lakini mbao za 2x4 pisi 390, lakini mbao za 2x3 pisi 350, na mbao za 1x10 zinatakiwa pisi 56. Lakini na bati ambazo tulipatana waumini tutumie kwa ajili ya kuliezeka jengo letu ni bati rangi ya maruni mgongo mkubwa, ambazo zinatakiwa pisi 360. Akaunti ambayo ipo CRDB, akaunti namba 0150000BHU00, ambalo jina ni Masjid Nahi. Akaunti ipo CRDB, na kwa namba za simu ni 0683130712, Airtel 0683130712 kwa ajili ya mawasiliano na kwa ajili ya kuweka ambacho mtu atajaliwa kuweka, jina litakuja Riziki Shelutete. Naam. Mashallah. Na mpenzi mtazamaji wa Saifullah Online TV, kama ambavyo nimekujuza tangu awali, tupo katika kata hii ya Nkuhungu, na kama ambavyo Ustadh Riziki ameweza kueleza kwamba changamoto ambayo inawakumba waumini wa msikiti huu ni ufinyu wa sehemu hii ya kuswalia, lakini pia msikiti huu kama unavyoona katika video yetu unaonekana tayari ni chakavu, na kwa hadhi ya msikiti kama ni nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lazima iwe nyumba yenye hadhi kubwa. Na kama ambavyo utaona katika video yetu hii, hili ni jengo ambalo
la msikiti huo mpya ambao unaona ni kubwa kabisa, ambapo mwalimu ameweza kutuelezea kinachohitajika. Hivyo tukuombe ndugu Muislamu, na hata kama si Muislamu pia uweze kuchangia katika kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kukujalia. Nadhani pia kwa yule ambaye yuko katika maeneo ya Dodoma pia ana uwezo, ana nafasi pia ya kuleta material bila shaka. Sahihi. Kama uko maeneo ya Dodoma, aidha Chang'ombe, aidha Nkuhungu hapa, uko Ndachi, uko Swaswa, uko wapi, basi unaruhusiwa pia kuleta yale mahitaji ambayo yanahitajika katika kuweza kumaliza msikiti huu. Naam, lakini pia hapa tunaye mzee wetu pia, naye atajitambulisha majina yake. Mzee, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mimi kwa jina naitwa Salum Ali Hapi, mzee wa msikiti. Ndio. Labda naweza kuongezea katika changamoto ambazo tunaweza kuwafikishia Waislamu. Ukweli ni kweli hili jengo lilipofikia linataka nguvu kubwa. Msaada tena sana ni tupate mabati, mbao, simenti na madirisha na milango ili tuweze kufanya nini, kukalimisha. Changamoto gani labda mmezikumbana nazo wakati mnaswalia msikiti huu mdogo? Kwa kweli changamoto ni nyingi. Hii nyumba, hili jengo ni dogo kiasi kwamba watu wanaswali nje. Na vipi hali ya hewa kama hivi, mvua ikinyesha hapa panaswalika kweli hapa? Panakuwa hapaswaliki. Inakuwa ni shida. Wito wako kwa Waislamu? Tusaidie tumalize hili jengo. Mashallah. Sio wamekusikia, nadhani pia na Waislamu mashallah ni wasikivu na ni watu wa kheri, inshallah bila shaka wataweza kusikia hili na kulifanyia kazi. Mimi ni Ramadhani Saif Salum wa Saifullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saifullah Online TV, elimika badili.